Habari zinazotufikia kwa sasa ni kwamba hatimaye maafisa wanaochunguza mashambulizi ambayo yalisababisha kifo cha Charles Were Ong'ondo wamepata ujumbe kwa simu ya marehemu. Ujumbe huu unapochunguzwa huenda ukasaidia pakubwa sana kumpata mshukiwa aliyesababisha kifo cha marehemu. Ujumbe huu uliandikwa ya kwamba, nikinukuu, "Utaniona." Wajasusi wanahisi ya kwamba huenda aliyeuandika ujumbe huu kuna maana ambayo alikusudia. Pia imeweza kubainika wazi kwamba baadhi ya kamera zilizopo jijini Nairobi zimeharibika, kwa hivyo hazingeweza kushika picha zozote. Hii ina maana basi itabidi maafisa wanaochunguza kifo cha aliyekuwa mbunge wa Kasipul watumie kamera zilizo kwenye majumba mbalimbali ili kuendeleza uchunguzi wao. Viongozi wa ODM wanasisitiza ya kwamba waliohusika kwenye kifo cha Charles Were waweze kukamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria haraka iwezekanavyo. Viongozi hawa pia wametishia kujiondoa kwenye serikali ya broad based. Kutokana na ujumbe huu ambao makachero wameupata, kazi itakuwa rahisi sana kuwakamata waliohusika. Watu 5 wameweza kuandikisha taarifa kwenye kituo cha polisi. Licha ya uandishi huo, hakuna yeyote aliyekamatwa. Maafisa wa polisi wanasema kwamba huenda aliyeuandika ujumbe huo akiwa mshukiwa wa kwanza kukamatwa. Kulingana na maafisa kadhaa wa polisi, kamera ilirekodi gari la Were kwenye mzunguko wa Kenyatta Avenue kabla ya kuonekana kwenye barabara ya Agwins Kodhek. Likatoweka na baadaye Were kuuliwa kwenye Ngong Road. Kamera za mzunguko wa City hazifanyi kazi. Maafisa wa polisi walivyotaka kujua kilichojiri walipata kwamba kamera hizi hazikuchukua video zozote. Kulingana na taarifa za KTN, waliomuua Were waliandamana naye kutoka jiji kuu la Nairobi, eneo la kibiashara, hadi mahali ambapo Were aliweza kuuawa. Maafisa wa DCI wanatumia video zilizonaswa na kamera za CCTV zinazofanya kazi kuwajua washukiwa hawa wawili ambao walikula chakula cha mchana kwenye hoteli moja jijini Nairobi. Dereva, mhudumu wa M-Pesa na mlinzi wa Were ni baadhi ya watu ambao wameweza kuandikisha taarifa kwenye kituo cha polisi. Uchunguzi wa kilichomuua Charles Were unatarajiwa kufanyika Jumatatu wiki ijayo. Before the latest fracas, I went into a funeral in Godonyango, which after the funeral, the road was blocked. I could not pass. Luckily enough, I had the security. The following day, in a funeral in Yatindo, immediately I arrived there before even praying. One of the notorious criminals who comes from Kachien called a boy stated that I will not talk there. Mimi nataka niseme pole kwa chama kizima cha ODM, kwa ndugu zetu wa Kasipul kwa kumpoteza mbunge wao. I am telling you, this thing can happen to anyone. Any one of us, because we are not safe in this country, and the government must do what it needs to do to make sure that we are all safe. Lastly, alikuwa mtu mwenye ajifichi, hata ukienda kwake saa ngapi amefungua tu mlango zote. Hata ukitoka karibu, yani sisi tunatoka karibu hapo Karabuka, ukienda lakini unapewa fare. Hata ukienda ukiwa na njaa anakupea fare, anakupea pesa yenye unakununulia nayo watoto chakula. Kwa ukweli tumetupa baba, hatutawahi kupata tena mtu kama Were, Charles Ong'ondo Were.
hatutawahi kupata. Haki tumepoteza mtu mwenye, yani moyo yangu imekufa. Na haki niko na huzuni juu mimi amenichukulia mtoto mwenye alikuwa mlemavu, alikuwa anakaa tu nyumbani, nikienda kwake na mtoto, vile nilienda akanipea check ya 15,000. Nikapeleka nayo Nyaburi. Mtoto anasoma na mtoto alikuwa amekalia tu chini. Haki baba ni mzuri, alikuwa mtu mzuri kweli. Na alikuwa muhimu kwangu. Haki tumekufa moyo. Tumetupa mwenye hatutawahi kupata tena. Mtu kama Were Ong'ondo amewacha mlango wazi, hata fence, hata kuna hata mfanyikazi yenye anasimama, hata watchman. Unaingia tu hivi. Hakuna mwenye anaweza kukuacha uingie. Kama vile Were Ong'ondo alikuwa anatuacha. Tunaingia tu, tunapata chakula, school fees, haki tumekufa. Lakini tuko na imani Mungu atatusaidia. Lakini roho yetu imekufa kabisa. Juu baba alikuwa ametupenda. Alikuwa ametupenda watu wote. Hata mtoto akienda, amependa hata watoto. Kila mtu amependa. Hakuwa anabagua mtu. Hakuwa na nini, anachagua eti huyu ni mtu wetu, huyu si ametujengea mashule. Shule ni mzuri, amevuruta hata stima kwa shule. Haki baba alikuwa mtu mzuri haki. Na saa hii tumebaki tu hivyo. Hatujui penye Mungu atatusaidia. Hatujui, lakini tuko na imani kwamba Mungu atatusaidia haki. Atatusaidia, kama sio Mungu hatutaweza. Juu watu wamekufa, watu wakachien. Mzema tumekufa. Labda mtoto ako grade gani? Mtoto unajua alikuwa amekaa nyumbani. Saa hii ni mkubwa, sijui 16 years. Na saa hii ndiye ako kwa standard 2. Juu alikuwa amekaa tu nyumbani. Juu mimi ni mjane, pesa ilikuwa imekosekana. Na sasa yeye ndiye alikuwa amechukua huyo mtoto. Sasa saa hii Mungu amejua. Vile huyo mtoto ataendelea, Mungu amejua. Lakini ukweli amenishikilia mtoto. Yeye ndiye amefanya mtoto ameenda shule. Kama ingekuwa Were Ong'ondo, mtoto wangu angeenda shule. Angekuwa tu nyumbani. Lakini hata mtoto ni mkubwa, sio mdogo, ni mkubwa kweli. Na yeye ndiye amenisaidia mpaka mtoto akaenda shule. Kwa hivyo nashukuru baba, hata penye amelala. Nashukuru baba, aende tu kwa imani, lakini haki tumekufa. Moyo yetu imekufa kweli. Kwa kweli, si uongo, kwa kweli. Hata kama njaa, lazima akupee kitu. Hata jana mama mwingine alikuwa analia usiku penye tulikuwa tunaenda usiku. Alikuwa anasema eti mimi aliniambia akitoka Nairobi atanipea 5,000 nifanye nayo biashara. Haki wa mama wamekufa, wa baba wamekufa. Lakini vile ninawacha, Mungu atusaidie. Mungu aturehemu. Yeye ndiye atutafutie mtu mzuri kama Ong'ondo Were. Lakini kama sio yeye, sijui. Labda wakati ulipokea zile habari kwamba huyu Charles ameweza kuaga dunia, labda ulikuwa wapi? Haki nilikuwa nalala usiku. Saa 3:30. Na vilikuwa nikilala nilikuwa nikasikia mayoe nje. Mayoe zingine inaenda chini, zingine inarudi, nasema hii ni nyawawa ama nini? Nini nafanyika? Nauliza mtoto wangu mwingine Habi, nini nafanyika nje? Ni nyawawa ama nini? Na mke mwenzangu ananiita, Mama Lea, toka nje. Toka nje. Na vile nilikuwa nimetoka nje, ananiambia Were Ong'ondo amekufa. Nikajiuliza amekufa aje? Nini imemfanya baba? Hata ugonjwa wake sijasikia. Sijasikia kweli. Na kama angekuwa mgonjwa tungesikia. Na tunasikia tu eti sijui ameshutiwa. Haki tulishangaa. Haki tulishangaa jana usiku. Tukakimbia, tukasema pana, mpaka usingizi imeisha. Tukasema acha niende nione na macho yangu. Si eti mtu ameniambia imefanyika hivi. Nilikuwa nataka niende nione tu na macho yangu. Kwa ukweli vile tulikuwa tumeenda, watu walikuwa wamejaa. Watu walijaa kwa Ong'ondo Were, nyumba ilijaa, nje imejaa, kila mahali ilijaa. Watoto na kilio, watoto, wa baba, wa mama, haki.
tuliona uchungu wake. Hata mimi niko na uchungu kweli. Naona uchungu. Labda tunapomalizia nimeona watu wakisema kwamba kama MP anaweza uawa hadharani hivyo, basi si wananchi hatuko safe. Sasa wewe labda ujumbe gani uko nao kwa serikali? Haki, mimi naomba serikali atusaidie juu hii vile hii kitu inaendelea hivi. Hata sisi tutauawa. Atusaidie, atupe ulinzi. Hata watafutia mwenye mzuri, mwenye atakuwa kama Ong'ondo Were. Haki, at least mwenye anaweza kusikia kilio chako vile alikuwa amewacha mlango wazi. Watoto wanaingia wande wazimu, wa mama, yani unaingia tu hivi. Ukienda, yani Were hata akumwambie eti we rudi. Hawezi kusema hivyo. Hawezi kugombanisha eti rudi sijui nini. Haki, kama ilikuwa ngumu anakuambia hiyo kitu ni ngumu. Lakini ilikuwa ni chache kabisa, hawezi kusema hivyo. Anasema mimi ninaenda mahali. Ningoje hapa ama enda tu urudi siku fulani. Na vile amekuambia hivyo, haki vile utarudi utampata tu. Siku yenye amekuambia. Hakuwa mkora. Na tena hakuwa anafunga mlango wala hakuwa anajifichia watu. Hapana. Hiyo Were hakuwa nayo na hiyo tabia. Haki, alikuwa mtu mzuri. Yani mtu mwenye upendo yani, mwenye furaha.